tumerudi tena. Hebu tazama jinsi mambo yalivyokuwa kuanzia kipindi cha kwanza, kipindi cha pili, jinsi wachezaji walivyotitiga ngoma katika uwanja huu. Ikawa ni mshike kila mmoja katika ubora wake, mashuti ya mbali, utaratibu wa kuweza kutafuta mabao katika uwanja huu. Omuri Ezekiel katika ubora wake, kile alichokipata pia vile God Matthews, lakini kubwa zaidi ni kile ambacho kilitokea katika taratibu za Patrick Esombe kukosa nafasi tukizi kwa kile kuweza kutetemesha kamba kutokana na crossi murua iliyotoka kwa mchezaji Fidel Origa. Amenyumbuka kadiri uwezo wake, amefanya vya kwake mchezaji God Matthews kadiri uwezo wake, lakini mambo yakawa ni ngumu kweli kweli kwa vijana wa Shabana kwa ajili ya kurudi mchezoni. Lakini unaambiwa siku zote heri kufa macho kuliko kufa moyo. Wakajitahidi kadri uwezo wao. Gor Mahia wakapata goli mwanzoni kunako dakika ya 38 za mchezo kipindi cha kwanza. Aliutuliza kwa mguu wa kulia na kuvurumiza Tobwe kwa mguu wa kushoto. Kipa alinyumbuka kadri uwezo wake, lakini akaambulia patupu. Wakarudi tena kwa moto na radi, wakawasha kiasi cha haja, tafuta namna ile ya kuweza kusawazisha kabla ya kwenda mapumzikoni. Kipindi cha pili ikawa sasa ni vita vikuu vikishuhudiwa katika idara ya kati. Miguso, utosi na nje ya sanduku wakivurumiza matobo ya kombora. Shabana FC katika ubora wao, baadhi ya wachezaji walioingizwa Justin Omwendo, Mukoya Douglas na mzungumzia Obina pamoja na Kiprono wakijaribu kadri uwezo wao kufanya muunganiko aina yake, kupiga kambi katika ngome ya Gor Mahia, lakini pasi na mafanikio yote ile. Lakini jitihada zenyewe kwa vyote vile zilizidishwa kutokana na mbinu na njama za walimu. Free kick hii ya kipekee ambao kwa hakika ilikwenda Arijonjo kutokana na hatua kubwa ambao walifanya, lakini la pili bila shaka watetemesha kamba kutokana na mkwaju wa free kick. Nasema ndio jambo la kipekee lofanya mwalimu baada ya kufanya mageuzi na kumuingiza mchezaji Victor Omondi pamoja na Obina. Kwa hiyo ni mtobwe la kipekee, alivurumiza kombora kali kweli kweli na kufanya mambo kuwa sawa kama sana kawa. Waliendelea kubisha kadiri ya uwezo wao, wakiganda kwenye eneo husika mfano wa kupe katika mkia wa ng'ombe, lakini dakika 90 ni mkwaju wa penalti umeamua matokeo. Mpira ukatengwa vizuri mno, akaupiga na kufanya pentavyo Ochieng, bao kwa faida ya Kogalo. Akaja tena mchezaji ambaye alifunga goli la kusawazisha Obina kwa upande wa timu hii ya Shabana kiupoteza, Lawrence Juma akitetemesha kamba akiwa ni moja wapo usiku wanaofunga katika uwanja huu, na upande wa pili pia vile vile akifanya vivyo hivyo kwa ajili ya kuweza kufunga Kevin Omondi. Bado ikawa ni mtihani mkubwa nani hata hivyo angeweza kupiga tua na kupata ushindi kuweka miadi dhidi ya Bandari FC hapo kesho. Taratibu pia vile tukashuhudia kwa namna jinsi mpira ulivyopanguliwa hapa. Shughuli lake Paul Ochoga kikwenda ndivyo sivyo, na akajibu mapigo God Matthews. Kubwa zaidi kwa kile alichokifanya upande wa pili ikawa ni bao Ebeneza Ojuka. Kazi nzuri, mkwaju wa mwisho katika kumalizia shughuli katika uwanja huu. Morrison akaivusha Gor Mahia magoli 4-3. Gor Mahia kibuka na ushindi na sasa kucheza dhidi ya Bandari FC finaleni hapo kesho.